Na mtazamaji wa Zanzibar TV, tunaendelea na kipindi chetu cha Kahawa Zanzibar, na kama kawaida tunakuwa na vipengele tofauti. Tumemaliza katika kipengele cha habari za kitaifa na kimataifa. Tunaingia katika kipengele cha mgeni. Tutakaporudi tutakuja kupata kwa muhtasari yale magazeti yetu ya Tanzania, nini ambacho kimeandika. Nani leo ambaye tumepata baraka zake kuja kututembelea katika studio zetu hapa, tutamfahamu muda mfupi ujao. Kwanza tuanze kwa kusalimiana mimi naye, alafu nitampa nafasi ya kukusalimia wewe ambaye unatutazama na tufahamu unatokea wapi na tutabadilishana mawazo katika kitu gani. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Habari za majukumu? Nzuri, tunashukuru. Mambo kwa ujumla? Salama. Karibu katika studio zetu. Nikupe nafasi au chukua nafasi hii nawe kujitambulisha au kumsalimia mtazamaji wetu ambaye anatutazama ili tuone tutakwenda naye sambamba vipi. Karibu sana. Asante ndugu mtangazaji. Kwa jina naitwa Thabit Idarus Faina, mkurugenzi wa uchaguzi Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar. Na mimi nichukue fursa hii kuwasalimia wapenzi watazamaji wa TV ya Zanzibar TV. Na leo nimepata bahati ya kuwa mgeni katika studio hii, na natarajia kwamba na wengine watapata bahati kuja kuungana na kitengo chetu cha TV cha Zanzibar TV. Asante sana, na kwa mara nyingine nikwambie kwamba karibu kwa mara nyingine tena, na kama vitu unaona vinategemeana hivi. Sisi tunahisi kwamba tumepata bahati kwa leo umekuwa mgeni wetu, na wewe unasema kwamba kwa umepata bahati kwa hiyo mambo yanakwenda na tuanzie na hii mkurugenzi kwanza. Tunajua sasa hivi tupo katika mchakato kuelekea kwenye uchaguzi na harakati pengine za vyama na tume na vitu vingine vinaendelea kwenye tume ya uchaguzi, nako nini ambacho kinaendelea sasa hivi? Asante ndugu mtangazaji. Kwa upande wa tume ya uchaguzi ya Zanzibar, kwa sasa tupo katika maandalizi ya kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Kama unavyojua, harakati mbalimbali zimeshaanza kwa sasa. Tulianza na kupitia sheria ya uchaguzi, na sasa tume ya uchaguzi ya Zanzibar ina sheria mpya, sheria namba 4 ya mwaka 2018, lakini pia ina sheria namba 1 ya mwaka 2017, sheria ya afisi ya tume ya uchaguzi ya Zanzibar. Lakini ukiachia hapa, tume ya uchaguzi ilianza maandalizi ya kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura. Pia katika uboreshaji huo tulikuja katika hatua mbili zifuatazo. Kwanza, kuandikisha wapya, lakini pia kufanyia uhakiki wale wote ambao walikuwemo katika daftari la kudumu la wapiga kura, kwa lengo la uchaguzi huu tuende na daftari lilokuwa safi na lilotoa watu ambao kwa sasa wamepoteza sifa ya kuwemo katika daftari la kudumu la wapiga kura. Na zoezi kwa ujumla lilikwendaje? Manake lilipata changamoto kidogo, likuja awamu ya kwanza alafu baadaye likaja ile kwa awamu ya pili, lakini limemaliza vipi? Asante ndugu mtangazaji. Tushukuru Mungu kwamba kwa mara ya kwanza naweza kusema zoezi limefanyika kwa ufanisi mkubwa sana. Mtakuwa mashahidi katika nyakati tofauti zilizokuwa zinapita, mazoezi mengi yalikuwa yanapurukushani hapa na pale, lakini kwa mara hii tulianza zoezi la kwanza, lakini kwa bahati wananchi wengi walikuwa wanalalamika katika kusema kwa hawajapata vitambulisho vya Mzanzibari mkazi, lakini tume ikawataka wananchi, na tunashukuru wananchi walikuwa waelewa. Tukaambia hii haitakuwa mara ya kwanza, bali tufanye hili zoezi la kwanza, na tume itarudi tena mara ya pili kuja kuona kwamba wale ambao wamekosa mara hii na tuweze kuandikisha kwa mara ijayo. Kwa bahati wananchi walitusikiliza, na kiujumla mfumo wetu mara hii tumebadilisha. Hata yule anokwenda kuandikishwa basi ilikuwa anachukua muda mfupi sana kuweza kuhudumiwa katika kituo. Kwa hiyo iliondosha misongamano ya foleni katika vituo vya uandikishaji. Lakini awamu ya pili nayo tukaenda katika hatua nzuri tu. Wale wote ambao walikosa katika hatua ile pale na hawakupata fursa ya kuandikishwa katika awamu ya kwanza walijitokeza. Tukazunguka tena katika vituo vile vile 407 ambavyo uandikishaji Unguja na Pemba, na awamu ya tatu ambayo tumefanya kwa sababu kwa mujibu wa sheria kifungu namba 32 sheria namba 4 ya mwaka 2018 inatutaka kwamba baada ya kufanya ule uhakiki inatupaswa sasa kubandika orodha ya wale wote ambao hawajajitokeza katika uhakiki ule, ili kuja kutimiza kueleza vile vigezo na sifa bado wanaendelea kuwa nazo na wanataka kuwa katika daftari la kudumu la wapiga kura, hawakujitokeza. Inabidi sasa hatua inayofuata wale wote ambao hawakujitokeza waondoshwe katika daftari la kudumu la wapiga kura kwa mujibu wa sheria. Kuna nafasi yote sasa hivi ambayo imebaki kwa wale ambao pengine mambo yao hayajakaa sawa? Kwa sasa hakuna tena nafasi hiyo, ila nafasi iliyokuwepo peke yake kwa sasa kwamba wale wote ambao wanataka kuhama eneo moja kwenda eneo nyingine, fursa hiyo ipo,
na hiyo itakuwepo mpaka pale tume itakapotangaza rasmi ulifunga daftari, na kawaida tunafunga daftari baada ya kumaliza hatua zote za kuwapata wagombea. Nilipata nafasi mimi ya kukutana na maafisa wa tume ya uchaguzi. Kukawa kuna zoezi la kubandikwa majina katika maeneo kwa ajili ya mtu kwenda kujihakiki tena. Hali ile iko vipi? Ile tunashukuru mwitikio umekuwa pia mkubwa, na wananchi wengi ambao walikuwa kwa kweli tuseme aidha kukosa habari au kukosa uelewa habari. Tunashukuru wadau wetu wa vyombo vya habari mbalimbali wanatusaidia katika hatua mbalimbali kutangaza matukio yetu mbalimbali kama hivi ambavyo tupo, lakini wengine labda tuseme uelewa au ile kusubiri kesho kungoja kama unavyojua maisha yetu ya Kizanzibari mara nyingi tunasubiri hatua mwisho, lakini pia walijitokeza. Maana tulitarajia kwamba ile idadi ambayo tuliweka pale kama tungewafuta wote basi tulikuwa tunakwenda katika hali mbaya, lakini wengi wao walipata mwamko wakajitokeza na wakaja kuja kusema mimi niko kuweka pingamizi kwamba mimi niko hai na nina sifa niendelee kuendelea kwa daftari la kudumu la wapiga kura, na hawa wamejitokeza na tayari tumeshamaliza hilo zoezi. Kwa hiyo lile zoezi lilokuwa naliona tulifanya kwa mujibu wa sheria na hivi sasa limeshamaliza. Kwa hiyo tunasubiri kikao cha tume kitakachoamua sasa. Je, sasa tunaruhusiwa sisi kama watendaji kuwafuta wale au watatoa maelekezo mengine? Lakini kwa mujibu ilivyo, ina maana maelekezo mengine yote lazima tuendelee kuwafuta wale ambao hawajajitokeza kwa muda wote ambao tumeweka. Mtazamaji wa Zinjibar TV, bado tunaendelea na kipindi chetu na tupo katika kipengele cha mgeni, na kama ndio kwanza unatuangalia ambaye leo tupo naye katika kipindi chetu ni mkurugenzi wa Tume ya Uchaguzi Zanzibar ZEC, Bwana Thabiti Darusi Faina. Maanake hii unaweza kidogo nikakosea, unajua nishazoea Faina Darusi Faina. Huyu tulikutana huyu katika mambo yetu ya kupiga na mateke. Kwa hiyo tunafahamiana vizuri. Kwa hiyo mara unakuta kule au mara unaweza kuja kusikia umeingia Ravia. Unaona? Kwa hiyo pengine unaweza ukaninia radhi kwa hilo. Kuna hivi karibuni tumemwona mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi akitangaza mabadiliko na kupunguza baadhi ya majimbo. Kuna ugumu wote ile, pengine haionekani kama mmechelewa kufanya hivi? Asante ndugu mtangazaji. Tuseme kwamba hatujachelewa. Tume ya Uchaguzi Zanzibar baada ya kupokea malalamiko mengi, baada ya kupokea maoni mengi, na baada ya tume ikaona kwamba kama kuna matatizo haya katika majimbo, basi tukatizama vifungu vya katiba, tukatizama sheria, tukaona kuwa vinaturuhusu vyote kufanya na kuondoa ile malalamiko ya wananchi ambao walikuwa wanasema. Kwa hiyo baada ya malalamiko yale, tume ilikaa na ikatangaza rasmi kuchukua maoni mbalimbali kutoka kwa wadau mbalimbali wa uchaguzi. Na kwa bahati nzuri mwitikio ulikuwa mkubwa, na mwitikio ule ulipelekea sasa tume kukaa na kuyapitia tena yale majimbo. Kwa bahati, miongoni mwa maoni ambayo yalitolewa au kuna mambo ambayo yalisemwa, hata na wewe ndugu mtangazaji utaungana na mimi. Kwa mfano, wakati wa ugawaji uliopita, jimbo la Fuoni lilikuwa na wapiga kura 2000. Ni jimbo dogo sana. Kama tungeenda katika uchaguzi ule, baadhi ya majimbo yana idadi kubwa ya watu, ingekuwa kama kichekesho kinaendelea. Kwa hiyo tulichokiona kwamba baada ya kuona kesi kama hizo, lakini pia katika wilaya ya Wete kuna wadi inahudumiwa na majimbo mawili, tukaona kwamba ipo haja sasa kuweka sawa. Lakini pia unakuta mpaka wa wadi moja kwenda shehia moja kwenda shehia nyingine ni mzunguko au haijagusana katika masuala ya mawasiliano kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo tulichozingatia kikubwa ni idadi ya wakazi husika, lakini pia njia za mawasiliano pamoja na huduma za kijamii. Tulipoliona hilo, tukaona kwamba ipo haja sasa ya kurudi katika majimbo 50 instead ya majimbo 54 hadi hapo sensa nyingine mbele itapofanyika, basi tume zijazo zitaona nini zifanye. Lakini kwa sasa Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar iliona kwamba iji na majimbo 50, na kwa bahati ndugu mtangazaji, majimbo ambayo tuliwafuta, tumefuta jimbo la mkoa wa Kaskazini, ambapo kabla hapo ilikuwa na majimbo 9, hivi sasa utakwenda na majimbo 8, na wilaya ambayo tulofuta ni wilaya ya Kaskazini B. Kulikuwa kuna Unguja. Kulikuwa kuna jimbo la Kiwengwa na jimbo la Mahonda. Sasa litapatikana jimbo moja tu ambalo tunaita jimbo la Mahonda, na wadi za jimbo lenyewe la Mahonda la awali zimegawanywa, moja imeenda katika jimbo la Bumbwini na moja imebaki pale pale katika jimbo la Mahonda. Lakini pia tukafuta majimbo mengine katika wilaya ya Magharibi A, ambapo hapo tumefuta jimbo la Mtopepo na wadi zake zile tumezichukua, moja tukaipeleka jimbo la Mwera na moja tukapeleka katika jimbo la Welezo. Lakini pia kwa kaskazini, kwa wilaya ya Magharibi B tumefuta majimbo mawili, ambapo tumefuta jimbo la Chukwani
na tukafuta jimbo la Kijitopele. Lakini pia kwa upande wa Pemba utakuta kwamba katika wilaya ya Wete ukaikuta lile jimbo la Mgogoni, unakuta shehia ya Mgogoni nayo pia imeondoka katika jimbo la Mgogoni. Kwa hiyo hapo tume ikaona kwamba madhali hii kama shehia ambayo ilikuwa inaita jimbo nayo imeenda katika jimbo jingine, basi sasa ipo haja na jimbo lile kulibadilisha jina, na hivi sasa kwa jimbo linaitwa jina la Pandani. Kwa maana yote hii ambayo tunafanya kujaribu kuweka yale mahitaji ya wananchi yawe sawa na huduma za kijamii ziendelee kupatikana kwa urahisi zaidi katika maeneo yote. Hakujapatikana lawama kidogo, maana inawezekana mtu alishatangaza nia, anaona ulaji huu unakuja, alafu sasa hivi anakuja kusikia kwamba ile jimbo limefutwa. Kidogo hamjapokea lawama au pengine chochote? Mtangazaji, unajua wananchi mmenisema waelewa, lakini pia sisi tunachoangalia maslahi mapana ya taifa letu na pia ya wananchi wetu, na si kumwangalia mtu mmoja ambaye labda pengine kwa sababu amekosa jimbo. Majimbo yako 50. Naamini kama ni kiongozi mzuri anahitajika, basi jimbo lolote akienda anaweza kuliongoza. Kwa hiyo sidhani kama kuna jimbo ambalo hili la mtu fulani, labda jimbo hili la Sheikh Bakari kwamba kaandikiwa kwamba Sheikh Bakari, bali tunasema kwamba yote ambaye anahitaji anaweza kwenda jimbo lolote. Na uzuri wa sheria hii haikufungi kwamba wewe kwenda ugombea Pemba au kwenda ugombea jimbo la kusini au kaskazini. Popote utapohisi wewe unakubalika, unaweza kwenda kugombea jimbo na ukashinda, basi tutatangazwa kwa mshindi. Kikawaida, manake muda kama huu tunaita lala salama, tulikuwa tunaona manake vyama vya upinzani, sio vyama vya upinzani kwa samani, vyama manake watu wa vyama hawa wameanza malalamiko, wameanza shutuma dhidi ya tume, lakini mwaka huu mpaka sasa tunaona wako kimya. Kuna siri yoyote ambayo pengine mmewadhibiti au mmeweka sawa vitu, pengine kuna siri yoyote kwamba malalamiko yamepungua kwa mwaka huu? Asante ndugu mtangazaji, labda kuendelea kuiamini tume. Na kama tunavyosema, tume tunafanya kazi kwa mujibu wa katiba na sheria, na hatufanyi kazi kwa mujibu ya matakwa ya mtu fulani au chama fulani. Nadhani labda wananchi au na vyama vya siasa vimeanza kutuelewa na kutujua kwamba tume ni watu wa aina gani. Lakini kama ilivyo ndugu mtangazaji, tume ni refari. Hatakosa lawama, hata akatenda lipi lolote atakalolitenda, lazima lawama itamkuta tu. Kwa lakini tunashukuru wananchi wanaendelea kupata uelewa na lawama zinakuwa ndogo, na hata mtu akilaumu anajikuta kumbe mimi ndo nimekosea kwa kile ambacho ninachokisema. Suala la elimu kwa wananchi nalo mnalitazamaje? Asante ndugu mtangazaji, swala la elimu kwa upande wa wananchi tumekuwa tukijikita katika kutoa elimu katika maeneo mbalimbali. Kama utakuwa shahidi, tulifika katika maskuli mbalimbali ya sekondari, lakini tulienda vyuo vikuu kwa mara ya kwanza. Tumewakushanya watu wa vyuo vikuu katika kuwasomesha sheria na kuelekeza taratibu za kiuchaguzi, lakini bado tunaendelea kutoa elimu katika maeneo mbalimbali, hususan katika maeneo ya shehia kule ambapo wapiga kura wanapatikana. Na swala la elimu halitakoma hapa mpaka tunafika katika uchaguzi, kupitia katika vyombo vya habari mbalimbali na pia kwenda ana kwa ana kwa wananchi. Kwa hiyo tutaendelea kutoa elimu, lakini pia hivi sasa tumetoa fursa kwa taasisi za kiraia ambazo ziko tayari kutusaidia katika utoaji wa elimu, kuomba na kuwapa mtaala wetu kuweza kutoa elimu kwa wapiga kura ambao wanafikia. Na hadi sasa nikwambie ndugu mtangazaji, kuna asasi za kiraia zisizopungua 12 zimeshaleta maombi yao. Kwa hiyo tunasubiri mchakato utakapomaliza ili kuona kwamba wamekizi vigezo vile ambavyo tumeviweka, basi tuwaruhusu nao waweze kutoa elimu kwa wananchi kwa lengo la kupata uchaguzi ulio huru na wa haki na salama. Pengine kuna taasisi zozote za serikali binafsi ambazo mnashirikiana nazo kwa karibu katika shughuli zenu hizi za tume? Tunashukuru. Zipo taasisi ambazo zinatusaidia katika swala la elimu. Kwa mfano umoja wa madereva wanajaribu kuwa ni wadau wazuri katika kuja kuomba na kupata kutoa elimu, lakini umoja wa walemavu Zanzibar ni taasisi moja ambayo inashiriki mara kwa mara katika hii, na asasi nyingine mbalimbali. Kwa hiyo kuna hii nimehitaja umoja wa walemavu kwa sababu imebase katika serikali, lakini umoja wa madereva na matingo huu umekuta kwamba ni sekta binafsi ambao wenyewe tunahisi kwamba ipo haja tunatoa elimu kupitia kwa hawa watu ambao tunahudumia. Lakini kuna NGO mbalimbali zipo, sijui Maza na kadhalika. Hizi NGO ni nyingi, nazo pia zinashirikiana na sisi kama TAMWA, nao ni wazuri tu katika kushirikiana katika kuhakikisha kwamba mwanamke anapata fursa naye ya kushiriki katika zoezi la kuchagua na kuchaguliwa katika uchaguzi mkuu ujao. Umegusa swala moja muhimu sana ambalo hata mimi nilikuwa nafikiria kwa wenzetu hawa tunasema wenye mahitaji maalumu.
nao wanapata changamoto sana kipindi cha uchaguzi na hata katika kuelekea huko kampeni na vitu vingine. Nalo mmewatazamaji mwaka huu? Asante. Kama tulivyokuwa tunafanya kipindi cha nyuma, hivi sasa umoja wa walemavu au watu wenye mahitaji maalum tunawapa kipaumbele kwa kuwapatia kadi maalum, ambapo akifika katika kituo cha kupiga kura akionyesha ile kadi tu anaruhusiwa kupita bila kupanga foleni. Hiyo tumewapa nafasi ya kwanza katika kuweza kuhudumia. Lakini pia nafasi ya pili ambayo tunajaribu kuhamasisha vyama, basi ambapo pale tunakuwa tuna ushiriki wa pamoja, wajaribu kuwashirikisha katika ngazi mbalimbali kuja kusikiliza, lakini pia huwa tunawakushanya na sisi, hususan wale ambao viziwi, huwa tunawapa elimu yao mbali katika makongamano na katika semina mbalimbali. Tuguse katika kundi moja lenye changamoto nalo pia, kundi la vijana nalo hili nalo mnalizungumziaje? Asante. Kundi la vijana kwa sasa tumeandaa mabonanza pamoja na kama nilivyokuambia hapo awali, tulipita mashuleni na idadi kubwa ya mashule na vyuo vikuu ni vijana ambao ndo wengi tunawapata. Kwa hiyo tulichobakia sasa kuwapata wale vijana wa mtaani ambao tumesema tutaandaa mabonanza mbalimbali, na kama tutakuwa washahidi, kuna baadhi ya mabonanza tulikuwa tunayadhamini Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ya yale ya mipira ambayo ilikuwa inafanyika Amani kabla ya corona. Ndio. Lakini kwa bahati imekuja corona, hatukuweza kuendelea nalo lile. Lakini pia baada ya kumaliza hili, basi tunatarajia kwamba tutakuwa na mabonanza mengine ya kuweza kuwafikia wananchi au vijana katika kuhamasisha kushiriki katika uchaguzi mkuu. Wanasema ulimwengu umewaacha nyinyi au mnakwenda nao sambamba? Mitandao ya kijamii, teknolojia hii hasa katika kufikia kupeleka elimu, mnatumiaje sehemu hiyo? Asante. Kwa upande wa teknolojia, tume tunashukuru, tunajaribu kwenda nayo sambamba. Na jambo la kwanza ambalo kama unavyojua, Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar kwa mara ya kwanza pia tumeanzisha online TV. Lakini pia swala la pili, tunatumia Facebook, tunatumia Instagram, hata matukio yetu kama tunafanya yanakuwa mara nyingi live katika Instagram. Lakini pia katika website yetu ambayo tunasema zec.go.tz. Lakini hilo kama halitoshi, tuna kwa kutumia mtandao wa Zantel, hivi leo ukataka kujijua kwamba kadi yangu ishazalishwa au ishatengenezwa, basi ukibonyeza tu namba *152*29 ukaweka namba ya kitambulisho cha Mzanzibari, basi itakwambia kadi yako sasa imefika hatua gani, ili kuona kwamba jinsi. Lakini pia kutaka kujua kwamba mimi nimehakiki au sijahakiki kituo gani, itakwambia kwamba kituo gani ambacho wewe umehakiki. Lakini tutakwenda mbali zaidi baada ya kumaliza huu watu kuhama na kuhamia katika maeneo mbalimbali. Tutakutaka sasa kwa kutumia hiyo simu utabonyeza namba *152*29 na kuuliza kituo changu namba ngapi. Kitakwambia nenda kituo namba 1 kwa ajili ya kwenda kupiga kura yako. Kwa hiyo tumejipanga kwenda sambamba na hii teknolojia iliyokuwepo, kwa sababu teknolojia imekuja kurahisisha mambo mbalimbali kwa ajili ya kupata uelewa na ufahamu wa kazi mbalimbali tunazozifanya katika maeneo yetu. Nadhani sio mbaya ni kitu nikiwapa pongezi kwamba kwa hali ambavyo inakwenda, na hasa kutumia hiyo mitandao ya kijamii na kwa vile nafasi yake. Tunaelekea ukingoni mwa kipindi chetu kwa sababu muda nao unataka kuchukua nafasi yake, na wewe una mambo mengi, lakini pengine mwenyekiti mpya ambaye sasa hivi anaongoza Tume ya Uchaguzi, unajifunza nini kutoka kwake? Asante ndugu mtangazaji, umeuliza swala zuri sana na najifunza mengi. Kama tunavyomjua mwenyekiti wetu ni mwadilifu, mwenyekiti wetu ni mtu ambaye anajiamini, na mwenyekiti wetu ni mtu mwelewa. Kwa hiyo mara nyingi falsafa zake na mitazamo yake najifunza kuona kwamba nimepata darasa zuri sana la kuanzia katika nafasi yangu ya uongozi, kwa sababu mara nyingi anatumia busara na maelekezo ambayo yakunaambia kwamba hili nenda hivi, hili tufanye hivi. Na niseme mtu mmoja ambaye labda tumepata bahati Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar kupata kiongozi kama yeye, kwa sababu ndani ya kipindi kifupi tu tume imeweza kuwa na majengo yake sasa ambayo rasmi, ambayo tusiseme tume ngapi zilifika hazijapata hivyo, lakini katika ofisi zetu za wilaya tulikuwa na changamoto ya majengo, lakini leo tumeweza kutengeneza jengo kwa kipindi kifupi ambayo yeye yupo. Lakini pia maslahi ya wafanyakazi katika kipindi kifupi sasa, wafanyakazi wamekuwa wakipata stahiki zao zote muhimu, ikiwemo kupata stahiki kwa zile kama ambazo zilitarajiwa zipatikane katika nyakati zilizopita. Kwa hiyo kwa sasa tunasema tumepata mtu ambaye msimamizi ambaye ameweza kutizama shida za watendaji na wafanyakazi wa Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar pamoja na sehemu zao za kufanyia kazi. Kabla sijakupa nafasi pengine ya mwisho kusema chochote,
labda kuna kitu ambacho sijakuuliza na unahisi ni muhimu wananchi tunapaswa kukifahamu kutoka tume? Asante ndugu mtangazaji, kitu muhimu kabisa niwaambie kama wananchi ambacho labda pengine naweza kusema ndicho kinachofuata, kujitayarisha na uchaguzi mkuu wa Zanzibar, kwa sababu uchaguzi ni sehemu ya demokrasia na uchaguzi ndio unapelekea kupata kiongozi wa kutongoza kwa muda wa miaka 5. Kwa hiyo ni vyema tukatumia fursa yetu hii sasa kuja kujitokeza kwa wingi kumchagua kiongozi ambaye tunahisi ataweza kutuvusha katika miaka hii 5 ijayo. Nikupe nafasi sasa ya mwisho kama kuna chochote unataka kuongezea au neno lako la mwisho. Asante ndugu mtangazaji, na mimi niendelee tu kuwasihi na kuwataka wananchi kwamba kufahamu kwamba maradhi ya corona bado yapo na kuendelea kujikinga ili tuwapate wapiga kura wazuri muda ukifika, kwa sababu usipojikinga leo hautaweza kufika kesho. Kwa hiyo ni vyema ile mataratibu zote tunazotolewa au miongozo inayotolewa na Wizara ya Afya ni vyema tukawa tunaifuata kwa lengo la kujikinga, kwani maradhi yapo na yanaua. Mkurugenzi, nikushukuru sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Na nikutakie kila la heri katika majukumu yako mazito. Na isiwe mwanzo, manake tunashukuru kwanza kwa kuja, lakini kama ukipata nafasi pia usisite kututumia. Sisi tupo chombo cha habari, jukumu letu sisi kuwapasha wananchi habari, hasa katika kipindi hiki ambacho tunaelekea katika uchaguzi. Unajua chaguzi zitakuwa zina changamoto, lakini tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie tumalize uchaguzi wetu salama bin salimini, kama vile ambavyo ndo manake tunasema ndo utamaduni na ndio tabia zetu wa Zanzibari na wa Tanzania kwa ujumla. Asante sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Na mtazamaji wa Zanzibar TV, ndo tunamaliza kipengele chetu hiki cha mgeni, na kama pengine ndo unatukuta mwisho, leo mgeni wetu alikuwa ni mkurugenzi wa Tume ya Uchaguzi Zanzibar ZEC, Bwana Thabit Idarusi Faina. Mimi jina langu ni Bakari Mshauri. Tupate mapumziko mafupi ama turudi studio kwa kupata matangazo. Tutakaporudi tutakuja kuendelea na kipengele cha kufahamu kile ambacho kimeandikwa katika magazeti yetu ya Tanzania. Asante sana.